Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na mtazamaji wa Mwangaza Digital, tusikilize ujumbe wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo leo tarehe 14 mwezi wa 6. Mungu wangu na kila kitu kwangu, jinsi gani alivyo mazuri maneno haya, kwamba upendo ni tanuru ambamo upendo wetu hujaribiwa. Mungu wangu na kila kitu kwangu, jinsi gani alivyo mazuri maneno haya, kwamba upendo ni tanuru ambamo upendo wetu hujaribiwa. Mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na mtazamaji wa Mwangaza Digital, Mtakatifu Gaspari anatupatia tafakari akitualika kutambua Mungu kama mpaji wa kila kitu tulichonacho, na anatualika kuelewa kuwa Mungu ndiye kila kitu katika maisha yetu. Tukitafakari maneno haya, tunagundua kuwa Mungu ndiye kila kitu kwa sababu ametuumba sisi na kila kitu kinachotuzunguka ili tukitawale. Rejea Mwanzo sura ya 1 aya ya 26 hadi 28. Lakini pia Mungu ni kila kitu kwetu kwa kuwa yeye ni mwezeshaji wetu katika maisha ya kila siku. Mungu anadhibitisha hilo kwa kinywa cha nabii Isaya anaposema, basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. Rejea Isaya sura ya 41 aya ya 10. Hivyo kwa kuwa Mungu anatuimarisha na kutusaidia, tunaweza kufanya kila jambo kupitia yeye atutiaye nguvu. Rejea waraka Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya ya 13. Pia Mungu ni kila kitu kwetu kwa sababu yeye ndiye mtoaji wa kila kitu tulichonacho. Afya njema, uhai, utajiri wote, nguvu zote tumepewa na Mungu. Kila kipaji chema na kila zawadi kamilifu kutoka mbinguni, kutoka kwa Baba muumba wa mianga, ambaye habadiliki wala hana alama yoyote ya ugeugeu. Rejea Yakobo sura ya 1 aya ya 17. Mpendwa, Mungu kuwa kila kitu kwetu ni zawadi kubwa, na anaonyesha hilo kwa sababu ana upendo kwetu. Hivyo anatualika sisi pia kumpenda, na hatuwezi kusema kwamba tunampenda kwa maneno tu, bali tunapaswa kuonyesha upendo wetu kwa Mungu kwa vitendo. Ndipo Mtakatifu Gaspari del Bufalo anaposema kwamba upendo ni tanuru ambamo upendo wetu hujaribiwa. Kwamba Mungu anaruhusu tujaribiwe ili tuonyeshe ni kiasi gani tunampenda na tupo tayari kumpenda katika hali yoyote, katika furaha, amani, shida na matatizo. Kama dhahabu inavyojaribiwa kwa moto, nasi tunaokubaliwa na Mungu hujaribiwa kwa tanuru la aibu ili kuonyesha upendo wetu kwake. Rejea Yoshua bin Sira sura ya 2 aya ya 5. Mfano mzuri wa mtumishi wa Mungu aliyejaribiwa na kushinda majaribu ni Ayubu. Mungu akitambua kuwa Ayubu ni mtumishi wa Mungu ampendaye na kumtumikia, anajaribu imani yake na upendo wake. Ayubu akituonyesha mfano bora, anashinda yote anaposema, lakini yeye aijuaye njia niendayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Rejea Ayubu sura ya 23 aya ya 10. Wapendwa, tunaweza kuwa na hofu ni kwa namna gani tutaweza kushinda majaribu na kuonyesha upendo wetu kwa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo anatuonyesha njia sahihi ya kuweza kushinda hofu hiyo. Yeye akiwa katika bustani ya Getsemane, akiwa na hofu juu ya yatakayompata hadi kutoa jasho la damu, anayashinda yote kwa kuruhusu mapenzi ya Baba yatimizwe. Rejea Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 41. Mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na mtazamaji wa Mwangaza Digital, tumombe Mungu kwa maombezi ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, tumtambue Mungu kama kila kitu kwetu na kuonyesha upendo wetu kwa kuruhusu mapenzi yake yatimizwe katika maisha yetu. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Whitson Fagens wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.